Chama cha ACT Wazalendo kimetoa tamko kufuatia tume ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan iliyotangazwa siku ya jana kwenda kuchunguza waliohusika dhidi ya vurugu za Oktoba 29, 2025. Kwa mujibu wa tamko lilotolewa na chama hicho, ACT Wazalendo imesema kwamba ACT Wazalendo imepokea taarifa ya serikali kuhusu kuundwa kwa tume ya Rais kuchunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Pamoja na kutambua umuhimu wa kuwepo kwa uchunguzi kuhusu matukio haya, tunasikitishwa na uamuzi wa kuunda tume ambayo muundo wake, hadidu, rejea zake na namna inavyoundwa haviwezi kujenga imani kwamba itaendesha uchunguzi huru usio na upendeleo na wenye uwezo wa kubaini ukweli, kutenda haki na kuwajibisha wote waliohusika. Kwanza, serikali inatuhumiwa kwa kushindwa kuzuia au kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu haiwezi kuwa ndio inaunda, kuelekeza na kusimamia chombo cha kuchunguza tuhuma zinazoihusu. Kanuni za haki zinataka mtuhumiwa achunguzwe na chombo huru, si kujichunguza mwenyewe. Aidha, muundo wa tume haujengi imani kwa waathirika, wananchi na jumuiya ya kimataifa kwamba uchunguzi utakuwa huru na usio na upendeleo. Pili, hadidu wa rejea za tume zinaonyesha wazi kuwa lengo lake si kulinda haki za waathirika wala kubaini ukweli wa matukio ya Oktoba 29, 2025. Badala yake zinaelekeza nguvu katika kuwatafuta na kuwachunguza wanaodaiwa kuhusika na vurugu bila kuweka uzito unaostahili katika kuchunguza mauaji, majeruhi na upotevu wa watu na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na vyombo vya dola. Kwa msingi huo, tume hii inaonekana zaidi kuwa chombo cha kuilinda serikali dhidi ya tuhuma zinazoikabili kuliko kuwa chombo cha kutafuta ukweli, kutenda haki na kuhakikisha uwajibikaji. Kwa sababu hiyo, ACT Wazalendo haitambui tume hii kama chombo kinachoweza kutoa uchunguzi unaoaminika. Tunarudia wito wetu wa kuundwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa utakaoendeshwa au kusimamiwa na taasisi huru zinazotambulika kimataifa, ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ili kubaini ukweli, kuwawajibisha wote waliohusika bila upendeleo na kuhakikisha waathirika wanapata haki. Tunaitaka serikali kuachilia huru wafungwa na watuhumiwa wote wa kesi zenye muktadha wa kisiasa, kuwapatia waathirika msaada wa kitabibu, kisheria, kisaikolojia na kifedha, kuanza kwa dhati mchakato wa katiba mpya pamoja na mageuzi ya kisiasa yatakayojenga taasisi huru na kuzuia matukio ya aina hii kujirudia. Lakini tume ghafla inakwenda kutaja kwamba inakwenda kuwashushia lawama hao walioandamana na kuwaita watia vurugu. Yaani una basics, una vyanzo ambavyo ni bora, vyanzo ambavyo ni logical, lakini wanapoliati wanaitwa watia fujo. Tume inawaita waandamanaji ni watu waliokuwa wamebeba silaha. Unajiuliza, tume haina ripoti ya silaha gani zimekamatwa. Yaani watu wale waliokamatwa, kama walikuwa na bunduki, basi bunduki kiasi gani zimekamatwa na aina zipi za silaha ambazo zilikamatwa. Badala yake inawaweka kwenye accusation side, watu waliouawa, watu waliojeruhiwa, jambo ambalo sisi tunaona kwamba linatia doa kubwa sana ya dhamira hasa ya kuundwa kwa tume hii. Lakini jambo la pili, tume inapuuza dhulma ya uchaguzi kuwa chanzo kikuu cha mgogoro na badala yake inahitimisha kuwa maandamano ya Oktoba 2025 yalipangwa na kufadhiliwa. Tume imekwepa ukweli kwamba kuanzia mwaka 2019 wananchi hapa nchini walishuhudia matukio ya uchaguzi yakigeuka zoezi la uchaguzi kuwa ni zoezi la matumizi ya nguvu za dola kupoka mamlaka ya wananchi. Mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu. Jambo ambalo leo Watanzania hakuna anayejivunia kwamba yeye ndio anayeamua nani ni mbunge wake, yeye ndio anayeamua nani ni diwani wake, yeye ndio anayeamua nani ni rais wake. Na kwamba hili ni jambo ambalo limefanyika baada ya maisha ya mfumo wa vyama vingi wa zaidi ya miongo mitatu, ambapo Watanzania walianza kufurahia haki yao ya kuchagua viongozi. Ghafla wameingia kwenye kiza, wakipokwa mamlaka yao na kukiongezeka matumizi makubwa ya vyombo vya dola kwenye uchaguzi na watu wengi kuwa wamejeruhiwa. Tume imeshindwa kuzingatia kwamba 2020 kwa mfano kulikuwa na mauaji kama haya yalifanyika Zanzibar, watu zaidi ya 21 waliuawa, watu walijeruhiwa, akina mama walibakwa kwenye
wananchi waanze kutilia wasiwasi juu ya haki yao kama raia kuchagua viongozi wao. Tumekwenda kwenye uchaguzi huu, taifa lilikuwa limegawanyika, kila mtu alikuwa anajua tumegawanyika kati ya kundi ambalo linaona uchaguzi huu ni maigizo, kwa sababu hakuna uamuzi wa wananchi utakaoheshimiwa. Lakini tume imekwepa kuliona jambo hilo kwa uzito wake. ACT Wazalendo ni kielelezo cha wazi cha dhulma ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mgombea wetu wa ACT Wazalendo wa urais ndugu Luhaga Johnson Mpina alizuiwa kuwa mgombea kwa sababu zisizokuwa na mantiki ya kisheria. Nyinyi mnafahamu ifika mahala ndugu Mpina kwa mara ya kwanza kwenye historia amekataliwa hata kupokelewa fomu yake. Maana tunakwenda kwenye uchaguzi, watu wamegawanyika. Watu wanaona uchaguzi huu ni maigizo tu, tayari watu wanajua nani ni viongozi wao. Sasa watu wanashiriki uchaguzi, mnakwenda kwenye uchaguzi, at start mnamzuia mgombea asirudishe hata fomu. Haya ni mambo yaliyokuwa yanatia hasira, yanayofanya wananchi waone kwamba haki yao inapotea, na ilikuwa rahisi baada ya hapo kuingia kwenye maandamano na kuonesha hisia zao, lakini tume haikuzingatia hayo mambo kama ni sehemu ya masuala muhimu yaliyopaswa kuangaliwa. Lakini jambo lingine ambalo tunatazama, tume inatoa mbinu za kuchelewesha haki badala ya kutekeleza wajibu wake wa kueleza ukweli halisi. Mathalan, tume imeshindwa kabisa kusema chochote juu ya nani aliwaua wananchi zaidi ya 518. Ripoti yote tume inasema inakwepa. Kila inapofika mahala ieleze nani aliua, tume inakwepa. Tume imewakuta majeruhi 2000, zaidi ya 2390 wanasema wamepigwa risasi, lakini tume inasema imeona zaidi ya raia 518 wameuawa kwa kupigwa na vitu vyenye ncha kali. Ya wanakwepa kwamba ni risasi ndio iliyotumika. Tukikubaliana na wao kwamba ni vurugu, unaweza kujiuliza zilikuwa wapi risasi za plastiki zinazotumika kudhibiti vurugu? Ni wapi mabomu ya machozi yalitumika yakashindwa tukalazimika kutumia silaha za moto? Ni wapi maji ya kuwasha ambayo yamekuwa yakitumika siku zote kukabiliana na waandamanaji na maeneo mbalimbali ambayo yana vurugu yalitumika yakashindwa, ndio risasi zikatumika? Kuanzia hatua ya kwanza majeshi yametumia risasi kuua raia. Hapa kwetu ofisini sisi tulikuwa tunashiriki uchaguzi, lakini ofisi yetu imepigwa risasi 2. Jengo limepigwa risasi kwa sababu kulikuwa na vijana kutoka hapa center wana organize information. Walipokuwa wanafuatilia wale waliokuwa wanazunguka huko na kutaka kuchukua picha, wakashambulia kwa risasi hapo. Haya, hapa kulikuwa na nani ambaye alikuwa anafanya vurugu kiasi ambacho maji ya kuwasha ya kumtosha, mabomu ya machozi ya kumtosha, jeshi likaamua kutumia risasi. Kwa hiyo moja kwa moja kuanzia hatua ya kwanza tume imekwepa kuona mvua ya risasi iliyokuwa inanyesha Dar es Salaam ikiwashambulia raia waliokuwa kwenye majumba yao. Hawa vijana waliokwenda kupigwa risasi hapo walikuwa ofisini, hawakuwa hata nje ya ofisi. Badala yake tume inapendekeza kuundwa kwa tume nyingine ya uchunguzi kufanya kazi ambayo ilipaswa kufanywa na yenyewe. Yaani wametumia miezi 5 hawajajua hata nani aliua. Wanasema tupate tume nyingine ije ichunguze nani ndio aliua, lakini inajua kwamba wale waliouawa walikuwa wanafanya fujo, wale waliouawa ni mambo ya kushangaza sana. Imetumia muda mrefu kuchunguza makosa ya waliouawa na kupigwa na kujeruhiwa kuliko kutumia muda kuchunguza nani alikuwa anaua. Haya ni mambo ya dhihaka ambayo hayapaswi kupewa nafasi katika wakati ambao taifa linaugua msiba mkubwa kama huu. Lakini udhaifu katika muundo wa tume, tunafahamu
sehemu ya wajumbe wake kama vile waziri mstaafu wa ulinzi Dr. Stegmana Tax, yani waziri wa ulinzi ambaye alitakiwa aulizwe ilikuwaje vikosi vya ulinzi vimeua raia, yeye ndo anakuja kuuliza. IGP mstaafu ndugu Mwema, yeye hakuwa mkuu wa majeshi, lile ndio jeshi lake. Badala ya kuwa ni sehemu ya watu ambao watakuwa consulted mapungufu ya kijeshi yaliyokuwepo mpaka kile kinatokea, yani jeshi la polisi lilishindwaje kuzuia hizo wanazoziita fujo, haite chochote kwa kiwango cha kulazimika kutumia risasi, yeye ndo anakuja kuuliza. Haya ni mambo ambayo yalionyesha kuwa hakuwa na nia thabiti ya kukabiliana au kututoa hapa tulipo kwenda mbele. Kamati kuu iliona kwamba jambo hili au mambo haya yanafanya kuwa tume ya Jaji Chande iwe null and void, inapoteza uhalali wa kuwa rejea inayoweza kutumika kulitoa taifa hapa tulipo kwenda mbele. ACT Wazalendo tunataka hatua zifuatazo za dharura na muda wa kati katika kuhakikisha kuwa yaliyotokeza Oktoba 2025 hayajitokezi tena. Ili hatua hizi ziweze kufanya kazi, kunahitajika nia ya dhati katika utekelezaji wake badala ya hadaa za kisiasa na kujenga taswira ya serikali ndani ya nchi na kwa jumuiya ya kimataifa. Na hapa ningependa tujaribu kuangalia mazingira siku tume ya Jaji Chande wanawasilisha hii ripoti. Sijui ni nchi gani iliwahi au ni wapi unapewa taarifa ya msiba unapigia makofi. Wanashuhudia siku ile rais anatoa taarifa ya mauaji makubwa kama haya, wale waliokuwepo pale wanapiga makofi juu ya hiyo taarifa. Inakuwa picha kwamba hakukuwa na seriousness ya kudili na tatizo kubwa ambalo limetokea kwenye nchi yetu, tatizo ambalo ili lisitokee tena lazima tulitafsiri kwa ukubwa wake. Hatua za dharura ambazo tunadhani zinapaswa kufanyika kwa ulazima ni moja, kuanzishwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa chini ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC, wenye ulinzi kamili wa mashahidi, masuala muhimu. Na hapa tunataka kuzingatia masuala muhimu kwa sababu kumekuwa na dhana kwamba kana kwamba kuundwa kwa jumuiya ya kimataifa ni kuligeuza taifa letu, kufanya ile sovereignty yake imekuwa submitted kwa hizo jumuiya. Lakini haya ni mambo ambayo sio ya kweli. Kwanza, jumuiya zote za kimataifa tunazozisema ni jumuiya ambazo Tanzania ni mwanachama, na moja kati ya wajibu wa hizo jumuiya ni kulinda haki za binadamu kwenye mataifa yote. Lakini sisi tunafahamu Tanzania yenyewe imewahi kutoa viongozi wake kushiriki misheni za jumuiya za kimataifa kutatua matatizo kama haya kwenye nchi nyingine. Aliyekuwa rais wa awamu ya 3 ndugu Benjamin Mkapa alikwenda kushirikiana na Kofi Annan kutatua mgogoro kama huu Kenya baada ya mauaji ya mwaka 2007. Wakafanya kazi kubwa na baadaye wakaitoa Kenya kwenye lile lindi la kutumia chaguzi kuwa ni sehemu ambapo raia wanauawa, kuwa Kenya leo ambayo inayo katiba mpya na inaheshimu haki za raia. Na sisi tumeshiriki Sudani ya Kusini chini ya jumuiya ya kimataifa. Kwa leo Tanzania tukisema kwamba jumuiya za kimataifa zije zishiriki kutatua mgogoro huu, inashangaza sana kusikia huyu Jaji Chande mwenyewe wakati anafanya kazi hii. Jaji Chande yeye ni mjumbe wa tume mbalimbali za kimataifa zinazoendelea na uchunguzi kwenye maeneo tofauti. ACT Wazalendo tunapendekeza uchunguzi wa vyombo vya kimataifa ambavyo Tanzania ni mjumbe na anawajibika kutekeleza misingi ya vyombo hivyo, ikiwemo kuheshimu haki za binadamu na utawala bora. Tanzania yenyewe imewahi kutoa mchango katika kutafuta suluhu na amani kwenye nchi kama Kenya, Kongo na Zimbabwe. Lakini jambo la pili, kuachiwa huru kwa watu wote wanaoshikiliwa na jeshi la polisi
au wenye kesi kwa sababu za kisiasa, ikiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Lissu. Wote tunafahamu kwamba matukio haya ya kisiasa yanajenga hasira miongoni mwa wananchi, yanaimarisha mpasuko katika taifa. Unawezaje leo baada ya kuwa tumepita hatua hizo zote ukapata ujasiri wa kuendelea kuwashikilia viongozi wa kisiasa na kuwaweka ndani kwa tuhuma ambazo hazina kichwa wala miguu? Uko nasema Tundu Lissu alikuwa mhaini, alafu tarehe 29 yeye akiwa ndani, serikali imeenda kuua raia. Kwa nini? Kwa sababu raia walikuwa wanaandamana. Haya ni mambo ambayo tunadhani kama unataka kulitoa taifa hapa lilipo, lazima yafanyiwe kazi. Lakini pia kuanzishwa kwa mpango wa kitaifa wa kusaidia waathirika wote kifedha, kitabibu, kisaikolojia na kisheria. Tunafahamu waathirika ni wengi na lazima tuwe na hatua ambazo zitachukuliwa ili kuwasaidia waathirika wote ambao wameachwa na ulemavu wa kudumu, wako wanatibiwa mpaka sasa, wameachwa vizuka, wamefiwa, na watoto ambao wazazi wao wamefariki, wameuawa, na familia ambazo wapendwa wao wameondoka kutokana na matukio ya Oktoba 29. Lakini kuchukuliwa hatua za kuwawajibisha wale wote ambao wamechangia yaliyotokea Oktoba 2025 kutokea. Tunatoa wito wa kujiuzuru na kuwajibishwa wafuatao. Na hapa nataka tukazie. Nakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama amiri jeshi aliongea na majeshi ya nchi hii, akawaambia kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, jiandaeni, tunakwenda kwenye uchaguzi. Sasa hii ilikuwa ina signal mambo mawili. Kwanza, majeshi yalikuwa yameandaliwa kwa ajili ya kwenda kukabiliana na chochote kinachotokea kwenye uchaguzi. Lakini la pili, wakati majeshi yakitekeleza haya, siku ile IGP yuko pale, mkuu wa majeshi CDF yuko pale, mkurugenzi wa usalama wa taifa yuko pale, ambao walikuwa chini ya amri ya maelekezo ya rais kwamba jiandaeni, huu ni mwaka wa uchaguzi, kaeni kwa tahadhari. Wakiwa katika mkao huo wa tahadhari, ndio Jaji Chande anaeleza kwamba kulikuwa na mafunzo ya kijeshi yanatolewa maporini na mengine mita 10 kutoka vituo vya polisi yakiandaa matukio ya tarehe 29. Sasa hawa wanabakije? Yaani hawa watu ambao waliambiwa wachukue tahadhari wakiwa kwenye kipindi cha utekelezaji wa tahadhari waliopewa na amiri jeshi mkuu, ndio tume ya Jaji Chande inasema katika wakati huo maporini kwenye nchi hii kulikuwa na watu wanafundishwa kujiandaa kufanya fujo tarehe 29 Oktoba. Inaelezwa kwamba mita 10 kutoka vituo vya polisi kulikuwa na majumba, watu wanajiandaa kufanya fujo. Kama maelezo haya yanaaminiwa na wale waliomsikiliza Jaji Chande akiwemo rais mwenyewe, basi tunataka tutoe wito, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa afukuzwe na ajiuzuru mara moja, ameshindwa kulinda nchi hii. Lakini natoa wito, mkuu wa jeshi la polisi IGP aondoke kazini, kwa sababu haiwezekani vituo vyake vya polisi mita 10 kutoka kwenye hivyo vituo kunawezekana kunapangwa hujuma itakayopelekea mauaji ya raia, na yeye na polisi wake wapo, hakuna wanachoweza kufanya. Mwisho wa siku unakuja kuambiwa kwamba haya yalipangwa mbele ya macho ya jeshi la polisi na hawakuchukua hatua. Kwa tunataka mkuu wa usalama wa taifa, IGP pamoja na mkuu wa majeshi, wote hawa waondolewe kazini kwa sababu wameshindwa kulinda nchi hii. Na hauwezi kusema jambo hili halitatokea tena wakati watu waliokuwa na dhamana ya ulinzi wa raia kwenye nchi hii walishindwa kulinda raia, na maandalizi ya kuua raia yalifanyika mbele ya macho yao, huku wakiwa wameambiwa wakae mkao wa tahadhari. Lakini nataka msajili wa vyama vya siasa
pamoja na mkurugenzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi waondolewe kazini mara moja. Wao ni sehemu ya hiki kilichotokea. Msajili wa vyama vya siasa amekuwa muhimili wa uovu wa kuviingiza vyama vya siasa kwenye migogoro. Amejiingiza kwenye chaguzi kwa kiwango cha kuwaondoa wagombea wa vyama, na mwisho wa siku migogoro ya kiuchaguzi inatupelekea tupate mauaji kama haya.